Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Moja kati ya jambo ambalo linamchanganya rais wa Marekani kwa sasa ni washauri wake kuhusu namna ya kumaliza vita nchini Iran. Rais huyo amekuwa akivurugwa na namna kila aina ya ushauri anaopata. Washauri wengi wanamtaka rais wa Marekani kulingana na hali jinsi ilivyo, kulingana na hali ya uchumi wa Marekani wenyewe, lakini pia na hali ya uchumi wa ulimwengu kwa sasa. Washauri wengi wa Donald Trump wanamtaka rais huyo kukubaliana na mpango wa kuachana na vita hivyo mara moja, lakini rais huyo hakukubaliana na mpango wa kuachana na vita hivyo. Hata hivyo, mara kwa mara hupokea chaguzi za kumaliza vita dhidi ya Iran, lakini hakubaliani na mpango huo, ripoti zinaeleza. Rais huyo wa Marekani, moja kati ya jambo moja ambalo ni kubwa zaidi alitamani kwa muda mrefu na aliamini kwamba lingeweza kuimaliza Iran na utawala wake ambao ameuita ni utawala mbaya, ni kumuua kiongozi mkuu wa taifa hilo Ayatollah Al-Khamenei. Moja kati ya mashauriano yake pamoja na CIA, lakini pia pamoja na Mossad. Kwa muda mrefu marais wengi walipita, lakini walishindwa kupambana na Ayatollah Al-Khamenei. Tangu alivyochukua mamlaka kutoka kwa Ayatollah Ruhollah Khomeini, Ayatollah Al-Khamenei alionekana kuwa kiongozi ambaye alishiba imani, lakini pia aliyeshiba mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, kiasi kwamba aliweza kupambana vilivyo na Marekani na Israel. Lakini ni rais wa Marekani wa sasa Donald Trump ambaye amekuja na maamuzi ya tofauti, kwamba lazima wahakikishe kwanza wanamuua kiongozi huyo, halafu waone namna watakavyouangusha utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, licha ya kwamba aliamini kuwa kumuua Ayatollah Al-Khamenei ndio kumaliza utawala huo, jambo ambalo lilikuwa tofauti kabisa. Lakini chaguzi zingine ilikuwa ni kufanya mashambulizi makubwa zaidi ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa kuharibu mpango wa nyuklia wa Iran, licha ya kwamba waliamini walishaumaliza mpango wa nyuklia wa Iran katika kipindi cha vita vya siku 12 vya mwezi Juni mwaka 2025, lakini Iran iliendelea kusalia na zaidi ya kilogramu zake 400 za nyuklia. Kadhalika, mipango mingine ambayo ilikuwa mezani ni pamoja na mpango wa kumaliza makombora yaliyokuwa katika hifadhi, makombora ya balistiki ambayo yana uwezo wa kuifikia Israel. Rais huyo alikuja na matamshi mengi katika siku za hivi karibuni, akiwaaminisha ulimwengu na wa Marekani na wa Israel kwamba sasa wameshaimaliza vita nchini Iran, na anaona kwamba Iran haina namna ya kuweza kufanya lolote wakati huu kwa sababu hawana uwezo wa kupigana tena. Lakini cha ajabu ni mashambulizi mazito yanayofanywa na Iran, huku ikitangaza operation kabambe katika mlango bahari wa Hormuz, ambao wakati huu rais wa Marekani anaomba msaada kutoka mataifa kama vile Uchina, Japan, Korea Kusini, lakini pia na mataifa mengine ya NATO, ambapo anahitaji kuona mlango bahari huu ukifunguliwa, kwa maana mapambano zaidi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kupitia majeshi yake ya IRGC. Rais huyo wa Marekani Donald Trump mara kwa mara hupewa chaguzi za kumaliza vita dhidi ya Iran, lakini hadi sasa amekataa kuchukua hatua yoyote kati yao. Shirika la habari la NBC News limeripoti likitoa mfano wa watu wanaofahamu mipango hiyo. Moja kati ya mikakati ya kumaliza vita hivyo ni kuviondoa vikosi vya Marekani katika uwanja wa vita katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, lakini ni mipango ambayo rais huyo ameikataa. Washauri wa Trump pia wamesalia kugawanyika. Wengine wanashinikiza mkakati wa kuondoka, wakitaja kuyumba kwa uchumi wa dunia, wakati wengine wanaona mzozo huo kama fursa ya kupunguza kabisa mwelekeo wa kikanda wa Iran. Hata hivyo, kadri siku zinavyozidi kwenda, ni Iran inayokuja kivingine na inayoibuka kwa namna nyingine, jambo ambalo bado limekuwa likiwavuruga na kuona kwamba mipango yao inashindwa kukamilika kwa sababu Iran imekuwa na mipango mikakati ya kimapambano zaidi dhidi ya mataifa hayo ya Marekani pamoja na Israel. Iran inaamini ina uwezo wa kushinda katika vita hivi. Ni kauli ambayo ilitolewa siku ya Jumatatu na waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi alipokuwa akifanya mazungumzo na baadhi ya vyombo vya habari, akiwaaminisha wa Iran kwamba kwa namna ambavyo Iran ilijipanga kwa muda mrefu ina uwezo wa kushinda vita hivi. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia
ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News.